Majina naitwa Isa Basimbaru, ni mkazi wa shehia ya Msingini Chake Chake Pemba, na ni mzaliwa hapo hapo wa shehia ya Msingini Chake Chake Pemba. Nimekuja katika kuangalia shughuli za zinavyokwenda hapa za usajili wa matokeo ya kijamii, ikiwa na mimi ni mdau mmoja ambaye nilikuwa na matatizo katika masuala yangu ya vyeti vya wanangu, lakini nimefika hapa. Nashukuru Mwenyezi Mungu, nimepokelewa vizuri, na si peke yangu, na sisi na wenzangu wote wanapokelewa vizuri kwenye shughuli hii. Zoezi linaenda vizuri, na nashukuru kwamba wanaotoa zoezi hili hawana ule ukorofi, wanatupokea vizuri, na pale ambapo panapokuwa hapa linawezekana kwa hapa linatatuliwa hapo, lakini na imani kwamba linapokuwa haliwezekani kwa hapa tunapewa maelekezo ili tuende pale ofisi kuu. Zoezi linaenda vizuri na wadau wanakuja wengi, na imani kwamba shughuli zitaenda vizuri mpaka sasa hivi. Tunashukuru Mungu. Huduma hizi ni muhimu sana katika mujtama na tunapata faida, kwa sababu mwanzo hatukujua umuhimu wake, unaona, lakini baada ya kuletewa hichi kitu unaona kimetukupa wepesi kukipata. Maana unafuatilia leo unapata cheti chako, kama ni cha ndoa, kama ni cheti cha kuzaliwa. Kiukweli ni jambo lina faida ndani yake, na mimi nawahusia mujtama au wananchi kwa ujumla wa Zanzibar na Pemba bisifama, basi wafuatilie mambo haya ya kijamii, ikiwa ni ya kijamii, ikiwa ni yote yanayohusiana na masuala ya serikali na masuala ya mujtama. Nashukuru kwa kuletewa huduma hizi. Naitwa Assistant Inspector Hamadi, ni mkaguzi msaidizi wa Jeshi la Polisi. Nipo hapa katika maeneo haya ya utekelezaji wa sheria hii ya mswada wa sheria huu wa Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukweli ni kwamba huduma ambazo zinatolewa katika maeneo hii ni huduma bora kabisa, kwa sababu taasisi takribani zote ziko hapa na mwitikio wa wananchi ni mkubwa kiasi ambacho kwamba wanatiririka kwa wingi katika maeneo haya na kuja kupata huduma mbalimbali, hasa katika maeneo ya vyeti vya kuzaliwa. Inaonekana watu wamekaa foleni, wapo kwa wingi kabisa wanapata huduma hii, na huu utekelezaji wa huu mpango wa hii sheria una faida kubwa sana, kwa sababu jambo ambalo linaonekana ni kwamba wananchi wengi walikuwa wamelala kule vijijini, wamelala kule katika maeneo yao, lakini kuibuka kwa hili kumewafanya wananchi waamke, na hata kwenye maeneo ya kule kwenye migogoro ya ardhi wanaonekana wapo kwa wingi. Lakini hata hapa kwetu kesi zile ambazo zimeganda vituo vya polisi, kesi ambazo zimeganda mahakamani, kesi ambazo zimeshatolewa hukumu lakini zimekatwa rufaa, pia wanafika hapa kuja kuulizia ni namna gani wanaweza kuhakikisha kwamba haki zimetendeka, vipi watu wanapata haki zao. Kwa hiyo tunawaelekeza katika maeneo husika. Kesi za udhalilishaji wa kijinsia, watu wamechoka kufuatilia vituoni wakati mwingine au kule mahakamani, kwa hiyo wanafika hapa kuja kuona ni hatua gani wachukue, sawa, ni maeneo gani zaidi waende ili kuweza kupata huduma. Kwa hiyo tunawaelekeza, lakini sambamba na hilo ni kwamba pia katika maeneo haya hali ya amani imetawala, kuna utulivu wa kutosha kabisa. Ni maeneo ambayo yana utulivu, kwa hiyo watu wanapokuja kufuatilia haki zao, basi wanapata haki zao wakiwa na amani kabisa. Hakuna fujo, hakuna rapsha zozote labda za watu ambao labda wanaweza kaja wakafanya fujo, hakuna. Naomba tu nitoe wito kwamba taasisi zote ambazo zipo hapa ziwajibike ipasavyo na zitende haki, kwa sababu inaonekana huko mitaani kuna malalamiko mengi sana ya watu, na ndio maana watu waliposikia kuna fursa hii hapa imetoka, watu wanakuja kwa wingi sana. Kwa hiyo hili jambo lina faida kubwa sana kwa wananchi, kwa sababu ni jambo ambalo linatoa haki za watu ambazo kwa muda mrefu zinaonekana zimeganda ama zimelala.